Narudi sasa kwenye kuizungumzia sasa kesi za Tundu Lissu. Nini kifanyike? Tuangaikeje na kesi za Tundu Lissu, au tumalizaneje na kesi za Tundu Lissu? Ni kwambie mtawala, mtu yoyote uliye kwenye mamlaka kwa namna yoyote, ni kujulisha kwamba utaheshimiwa sana na utakumbukwa sana ikiwa utawatiisha ama utamalizana na unaojua wanaharibu amani ya nchi na unaojua wanatatiza utawala wako, ikiwa hautazalisha vilio zaidi. Hekima ni kutatua jambo bila kutengeneza jambo baya zaidi au hali mbaya zaidi. Vilio si heshima kwa utawala wako ama mamlaka unayoweza ukawa uko nayo. Vilio si afya. Vilio vinaashiria laana. Vilio vinaashiria mambo haya hayako sawa. Vilio vinaashiria uliyepo wakati huo. Vilio vinatazama kwa sura kama hii unayomwona mtu huyu na wengine wengi, vilio vya wanaume watu wazima kwa sura kama hii, wewe jua vinatabiri utakumbukwa vibaya. Sasa nirudi niseme hivi, hekima kwa sehemu kubwa Suleiman, ambaye nimeona yote unaweza kumwiga. Suleiman alichoomba kwa Mungu alipopewa mamlaka, alipopata madaraka, aliomba apewe hekima, apewe kutatua, kuendesha mambo, kujua jinsi mpasavyo kutoka na kuingia. Na asante Mungu, vitabu vyote vinakubaliana na nadharia hiyo ya Suleiman. Ajue jinsi ya kuingia na kutoka, kuamua watu. Mungu amekusudia wakati fulani, na ningetamani uwe wa sasa. Hapana mtu ambaye utaamini sheria katiba zilizo kwenye makaratasi zina nguvu kuliko sheria katiba iliyo kwenye moyo wako. Mimi semacho, waitwa wanasheria waendelee kufanya hicho kinachoitwa kupambana. Lakini ukweli ulivyo ni kwamba tukiamini, nimeisema hii jambo mara kadhaa, tukiamini kufanya tuitacho kupambana kisheria, pana mtu atakuwa anaumia sana, anaumia kiasi cha kufa. Ni vizuri busara, tuamini busara, utu viko juu ya sheria. Na Biblia au maandiko, vitabu vya Mungu vina namna bora ya kutatua mizozo. Mfano wa huu wa Tundu Lissu, vina namna bora ya kutatua kuliko ubabe misuli ya mimi ni nani, mimi ni mwanasheria nguli, mimi ni mwanasheria mtata, mimi ni mwamuzi, mimi ni jaji, mimi ni hakimu, mimi ni mwendesha mashtaka, mimi ni sehemu ya serikali, mimi niko kinyume cha serikali, mimi ni mpinzani, tunayo namna bora ambayo tunaweza tusiitane mimi mpinzani. Tunayo namna bora ambayo tunaweza tusiitane mimi ndo nimekalia kiti. Tukaishi kwa namna ambayo karibu kila mmoja akawa sehemu ya kiti unachokuwa umekalia, sehemu ya mamlaka unayokuwa nayo. Yani kila mmoja akajiona ni mtawala kama ulivyo wewe. Ubinadamu aina hiyo unaweza ukaingia kwenye jamii hii ya Tanzania. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Nikiwa kama mtu wa Mungu, sauti ya Mungu, nitoe kile nijuacho ndivyo aonavyo Mungu, ama kwa hii dunia kitaitwa maoni yangu ama ushauri wangu. Ni kwa namna gani tungehangaika au tungemalizana na kesi zinazomkabili Tundu Lissu. Lakini kabla sijaingia huko ndani kwenye ushauri wa Mungu, anaonaje jambo kama hili? Ama mtu wa Mungu, naona lingekuaje? Kitu kinachoweza kuitwa ushauri au maoni. Niweke sawa hapa ili ambalo mara nyingi naweza likajirudia sana, lakini kwa sasa limepungua sana kwa sasa, kwa kadri mambo yanavyozidi kuharibika katika jamii. Swala ambayo inakuwa ni kwa nini iwe Tundu Lissu? Kwa nini walio na kesi mahakamani ni wengi? Kwa nini umzungumzie Tundu Lissu na wala si wengine? Huoni huko ndo tunakosema unachanganya dini na siasa? Majibu yake ni mawili. Jambo la kwanza ni kwamba Tundu Lissu ni popular, ni mtu maarufu, ni mtu aliye na influence. Kwa sehemu kubwa ukimzungumzia mtu mwenye ushawishi katika jamii, ni rahisi sana kila mmoja kuokota kwake kwa mtu wake. Kwenye Biblia hawakuandika wanadamu wote waliowahi kuishi.
waliandikwa wanadamu waliofanya vizuri zaidi ama waliofanya vibaya zaidi. Haijalishi alikuwa mwanasiasa, haijalishi alikuwa mhubiri sana, ama haijalishi alikuwa ni mtu ambaye hajulikani anaishi kwa ajili ya nini duniani. Kwa hiyo wakaandikwa baadhi, ndo tunaosoma mpaka leo na kufundishia ama kujifunzia itupasavyo kuishi. Nabii yake yafanana na hiyo, ya kwamba tunaposoma Biblia tunahangaika na mizozo ya kiutawala, ya kidini, ya kidesturi, ya kimila na kadhalika. Biblia humo hatumsomi Yesu tu aliyeishi hewani, hatumsomi Elia tu, hatumsomi nabii tu. Tunasoma namna mbalimbali za kiutawala na watawala. Hivyo kama kusema misuguano inayoweza ikawa inatokea kwa wanaoitwa wanasiasa, ni kuchanganya dini na siasa, automatically hatutakiwi kutumia Biblia, kwa sababu Biblia inawazungumzia kina Ahabu walikuwa watawala. Biblia inazungumzia kina Nebukadreza, kina Farao, kina Herode na watu kadha wa kadha walikuwa watawala. Biblia inazungumzia mizozo ya kiutawala, pale ambapo ilikuwa inaonekana inaleta athari kwenye jamii. Basi kote huko tulikuwa tunasema tunachanganya ni dini na siasa. Kimsingi hii lugha najua imeshapungua sana kwa sasa, na sitaki kuchelewa sana hapa. Kimsingi siasa ni mfumo wa uongozi katika jamii, ni namna bora ya jamii kwenda pasipo kuumizana kwa kuleta faida. Siasa inadili na watu, neno la Mungu linadili na watu. Vyote vinataka watu wakae pasipo kuumizana, wakae kwa namna ipasayo. Sasa hata niongezee, kuna watu wengine wanasema, na ili waweze kupamba vizuri, wanasema kwa nini Mwakasege yeye haongelei mambo ya siasa? Linakolezwa hapo ili tafute namna bora ionekane. Mambo ya siasa ni upagani, ni ukimwili. Mimi niwaambie, ninachowaambia ni kwamba pengine Mwakasege na mhubiri mwingine yoyote, ukiona hazungumzii vilio vilivyo katika jamii, hao kwa mujibu wa Biblia ni wachungaji waliandikwa hivi. Aina ya mchungaji aliyeandikwa hivi katika Biblia, Yohana sura ya 10. Huo ndo aina ya uchungaji wake. Asio mchungaji yule ni mwalimu, hapana. Mwalimu utendaji wake ni wa aina moja, ni sawa tu na mchungaji. Ndo maana na yeye husema analisha kondoo, analisha kondoo, na yeye husema analisha kondoo. Swala la hasemi mambo haya, aina ya watu hao walikuwepo na Yesu aliwasema. Narudia tena, kwa mfano Mwakasege na yeye husema ni kama Petro alivyoambiwa alisha kondoo wangu, na yeye ulisha kondoo. Manake ualimu wenye uchungaji ndani. Ukisoma kiujumla huduma zote 5, huduma moja ina huduma zote 4 ndani yake, ukisoma kwa uelewa mzuri. Lakini pia kitu ambacho nimekuwa nikisema mara kadhaa, mwalimu ni lazima afuatilie tabia na maisha ya wanafunzi. Kila panapoonekana wanafunzi wanafanya kosa na ni hao wanaomsifu kwamba ni mwalimu mzuri, awakemee. Aseme mnanisema ni mzuri, lakini simaanishi mwe mnafanya hivyo. Naamini kipande kikubwa cha waliomo kwenye tawala ni sehemu kubwa ya wafuasi wa Mwakasege ambao humuita mwalimu mzuri. Kwa hiyo kulikuwa na kila sababu awe anajitokeza kusema, mnaponiambia mwalimu mzuri, mimi simaanishi mwe mnafanya hivyo kama ninavyosikia inafanyika. Yesu alisema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana, mnaniita mwalimu mwalimu, walakini hamyatendi kwa namna ninavyoelekeza? Mwakasege sio tu azungumzii masuala yanayohusiana na siasa. Jibu ni hili, azungumzii mambo yenye hatari kwa maisha yake. Anazungumzia mambo yenye faida tu kwa maisha yake.
Kuna jambo la corona lilitokea, Mwakasege kutoa mwongozo wowote wa tunachanjwa hatuchanjwi, njia ipi itumike kunasuka hapa. Ule ulikuwa ugonjwa, tutumie hivi, alikuwa siasa lile, ulikuwa ugonjwa, lakini pale kuonyesha msimamo wa wewe uko upande wa shetani au wa Mungu, palikuwa na kifo au kupoteza ushawishi wako kwa watu. Let's say angesema jamani, hili ugonjwa lina masharti ya kishetani, asingekuwa salama. Angetokea aseme hili ugonjwa tufuate taratibu zote, kuna watu wangemuona kwamba huyu utumishi wake umelenga vitu fulani, kwa hiyo dawa yake nikaa kimya. Nyie kimya mnamaanisha mnajua ni hekima, lakini ukweli sivyo. Kimya ni unafiki, ni woga. Kimya kinaonyesha mimi niko nyuma ya hayo. Mwe mnaumia, mimi niko nyuma ya hayo na niko tayari kuyaponya maisha yangu. Litakalo wakuta mtajua nyie mbele. Kwenye mambo yote yenye utata nasema hukumuni nyie wenyewe, mtajua nyie cha kufanya. Lakini pakiwa hapana utata nasema Mungu ni hivi, Mungu ni vile, Mungu ni vile. Na kwenye eneo lenye utata hivi unatakiwa tuonyeshe hapa Mungu ni nani. Sasa nikuonyeshe mfano kwenye Biblia. Yesu alimsemaje mhubiri akisha kuwa kwa sura kama hiyo? Anasema mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema. Nianzie mstari wa 11 kidogo. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kuwa mchungaji, najua hapa mnakokimbilia, huyo sio mchungaji. Sasa huyo sio mchungaji, huyo ni mwalimu. Lakini hujaona mwalimu akisema analisha ni kondoo. Unawalishia wapi? Pale unapowalisha pale unafanya kazi ya uchungaji, kazi anayopaswa kuifanya mchungaji. Sasa nitoke huko kwa sababu nitaka tu kuweka vizuri hapa ili mwe mnajua tunapohangaika na mambo ya ubinadamu kwa ujumla. Biblia ilihangaika na ubinadamu kwa ujumla, ilihangaika na mizozo ya kiutawala, maonezi yanayofanyika kwenye utawala, mambo yasiyoenda sawa kwenye utawala na vitu kadha wa kadha. Vyote, yani ujumla wa binadamu anavyotakiwa kwenda. Kina Naboth wameuawa na kina Ahabu, Elia ametokea kuonya. Akina Yohana wametokea kumwonya Herode baada ya kumuua mdogo wake. Akina Nathani, akina Mikaya, akina Yeremia, akina Danieli na manabii wote walishughulika na mambo yote, utata wote unaoendelea kwenye dini, kwenye utawala, kwenye vikundi, kwenye sheria, kwenye desturi na popote pale. Isipokuwa mtu ambaye kondoo si mali yake, utu wa mtu mwingine hauna thamani kuliko utu wake. Saa mtu mwingine anapolia, yeye anafunuliwa na Roho kuzungumzia kitu ambacho hakihusiani na kilio cha mtu yule, na usijue mambo hugeuka. Achilia mbali hukumu ya Mungu ya baadaye, mambo hugeuka. Kuna siku utalia, utahitaji mwanadamu wa kawaida aongee umsikie, na Mungu huenda karuhusu uonje joto la jiwe kwa namna ambavyo linyamazia, na utaona watu wakihangaika na mambo mengine kabisa, hawahangaiki na kilio chako. Na wenyewe wanasema Mungu hajatufunulia, hajatuambia tuseme hayo. Narudi sasa kwenye kuizungumzia sasa kesi za Tundu Lissu. Nini kifanyike? Tuhangaikeje na kesi za Tundu Lissu, au tumalizaneje na kesi za Tundu Lissu? Nikwambie mtawala, mtu yoyote uliye kwenye mamlaka kwa namna yoyote, nikujulishe kwamba utaheshimiwa
sana na utakumbukwa sana ikiwa utawatiisha ama utamalizana na unaojua wanaharibu amani ya nchi, na unaojua wanatatiza utawala wako, ikiwa hautazalisha vilio zaidi. Hekima ni kutatua jambo bila kutengeneza jambo baya zaidi au hali mbaya zaidi. Vilio si heshima kwa utawala wako ama mamlaka unayoweza ukawa uko nayo. Vilio si afya. Vilio vinaashiria laana. Vilio vinaashiria mambo haya hayako sawa. Vilio vinaashiria uliyepo wakati huo. Vilio vinatazamwa kwa sura kama hii unayomwona mtu huyu na wengine wengi. Vilio vya wanaume watu wazima kwa sura kama hii, wewe jua vinatabiri utakumbukwa vibaya. Sasa nirudi niseme hivi, hekima kwa sehemu kubwa Suleiman, ambaye nimeona yote unaweza kumwiga. Suleiman alichoomba kwa Mungu alipopewa mamlaka, alipopata madaraka, aliomba apewe hekima, apewe kutatua, kuendesha mambo, kujua jinsi mpasavyo kutoka na kuingia. Na asante Mungu, vitabu vyote vinakubaliana na nadharia hiyo ya Suleiman. Ajue jinsi ya kuingia na kutoka, kuamua watu wa Mungu. Sasa ukiangalia namna ya maamuzi aliyokuwa naamua Suleiman, yalikuwa hayazalishi vilio tena, maumivu tena. Hayo maamuzi mimi mpaka kesho nasema ndio njia pekee ambayo Tanzania naamini ni nchi ambayo itakuja kuweka mfano wa kuwa na jamii isiyolia kabisa. Ningetamani nyie mlio kwenye mamlaka leo ndio ambao mungetumiwa tu moja kwa moja. Kwa tulio na akili sawasawa, sio lazima uondoke we madarakani. Tulio na akili sawasawa, tunaona hata ubadilike tu we mwenyewe, kwa sababu mbaya wa leo anaweza kuwa mzuri kesho, na mzuri wa leo anaweza kuwa mbaya kesho. Kwa hiyo mimi, kama Mungu aliwabadilisha akina Sauli wakawa akina Paulo, aliwabadilisha wabaya wakaja kuwa wema. Mimi huwa sikatagi tamaa kuona ndio yote ulio kwenye mamlaka leo, hata kama tumekuchukia, tumekusema vibaya kiasi, unaweza ukabadilika. Ila pokea ushauri tunaosema njoo tuzungumze. Tunaweza tukakuongezea namna bora we mwenyewe ukabadilika, na hata usiondoke kwenye mamlaka ulionayo, ukaendelea kuwepo, lakini ukatatua mambo kwa namna zisizozalisha vilio, namna zisizozalisha uchungu zaidi kwenye mioyo ya watu, machungu zaidi, ukatatua tu yakaisha. Ngoja nikusomee huyu Suleiman ambaye wakati amepewa ufalme, mamlaka, akamwomba Mungu, akasema, Mungu, mimi kwenye mamlaka yangu uliponipa hapa, ninaomba unipe hekima. Unipe hekima tu nijue jinsi ya kuamua hawa watu. Unipe hekima nijue tu jinsi ya kuamua hawa watu. Usinipe magari, tusijenge lami, tusiite maendeleo tukajenga vyoo vya shule, tukajenga mashule, tukajenga zahanati. Hapana, cha kwanza nijue jinsi ya kuamua hawa watu, yani kwa namna ambayo sitazalisha tatizo. Sasa mfano mmoja katika Wafalme wa Kwanza sura ya 3, nisisome yote, wengi mnafahamu. Nisome 23, pengine nirukie mwishoni. Anasema, ndipo Wafalme 3 mstari wa 23, ndipo mfalme akasema, huyu anasema mtoto wangu yu hai na mtoto wako amekufa, na huyu anasema sivyo, bali mtoto aliyekufa ni wako na mtoto aliye hai ni wangu. Mfalme akasema, nileteni upanga. Wakaleta upanga mbele ya mfalme. Mfalme akasema, mkateni mtoto aliye hai vipande viwili, kampe huyu nusu na huyu nusu. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme,
kwa maana moyoni mwake alimwonea mtoto wake huruma, akasema, bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala asiwe wako, na akatwe. Ndipo mfalme akajibu akasema, mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai, maana yeye ndiye mama yake. Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ile aliyoihukumu mfalme, wakamwogopa mfalme, maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake ili afanye hukumu. Kuna kitu ambacho wanasemaga mara kadhaa, ya kwamba ukitaka kuheshimiwa fanya vizuri. Kwa mfano, watu wanapokuambia jiheshimu, manake amua, fanya ulivyopaswa kufanya, alivyopaswa kufanya mwanadamu, alivyopaswa kufanya mcha Mungu. Mwisho hapa tunasoma kwamba Israeli wote, nishawambia Israeli sio kale ka nchi. Israeli ni mwanadamu aliyejaribu kuishi kwa mfano ilivyopasa wanadamu kuishi. Ndio wote ambao wangeishi kwa namna ipasavyo wanadamu kuishi wangeitwa Waisraeli. Sasa usiingize kachuki yako ka Palestina na Israeli, Uislamu na Uyahudi na vitu kadha wa kadha. Mimi siko huko. Sasa kisa hiki, kwa msiojua, wengi mnajua ya kwamba kuna wanawake wawili makahaba walizaa watoto kwa wakati mmoja. Baada hapo mmoja, kwa sababu sasa hawajui hata wana malezi hata kuishi na watoto, mmoja akamlalia mtoto wake akafa. Akiwa amemlalia mtoto amekufa, akachukua yule aliyekufa akamwekea yule ambaye amelala vizuri na mtoto wake. Akachukua yule aliye hai wa mtoto wa mwenzake akamweka kwake. Mwenzake anaamka asubuhi, anamwangalia mtoto, anasema, hapana, huyu aliyekufa sio wangu, wa kwangu ni huyu. Huyo mwingine akaanza, hapana, ni wa kwako ni huyu aliyekufa. Wakaenda kwa mfalme. Walipofika kwa mfalme, wakasema, huyu anasema aliye hai ni wa kwangu, huyu aliye hai ni wa kwangu. Mfalme akaongozwa kwa busara. Hebu tuchukue, yani najaribu kuongelea jambo hili mara kadhaa. Mimi nimetoa katika kitabu hiki cha mcha Mungu kutoka gerezani, nimetoa mashauri haya ambayo sehemu nayaongelea hapa. Kitabu hiki cha mcha Mungu kutoka gerezani, ya kwamba nchi yetu isiamini kwamba mpaka kile mzungu anachoona ndo sawa. Yani mahakama, waendesha mashtaka, mawakili, mizunguko hii, kwa sababu mzungu pengine alishafanyaga hivyo, au sasa hivi ufanya kidogo na kwenye nchi zake, bila sisi hata kuhesabu. Kwa nini kwenye nchi zake tukesi ni tuchache, alafu sisi tuwe tunazunguka, tunaitumia mahakama, tunatumia magereza, polisi, pengine kama njia za kukomoa, kumaliza tunaojua wanaweza kawa tatizo kwenye mamlaka yetu, ama tunawatafsiri ndio wanaoharibu amani. Nikwambie, utakumbukwa, utaheshimiwa ikiwa utamaliza mizozo pasipo kuzalisha hisia, uchungu, huzuni zaidi. Uwezekano huo upo. Mimi nawakishia upo. Mimi ni mchungaji, nimeishi na kanisa ambalo kwa sehemu kubwa ni vigumu kuona watu wamekosana kanisani, na kwa sehemu kubwa tunaelewana sana kuliko hata tulivyoelewana na familia zetu. Na ujue makanisa mengine kwa sehemu kubwa ni magomvi hapa na pale. Ujue namna ya kuishi bila kuumizana ipo kabisa. Na nchi ya Tanzania nahisi ndio nchi ambayo ingekuja kutoa mfano huo kote duniani. Kikubwa tu ninachoshauri, njoni tuzungumze. Wito unapouita, wakati huu nipo hai, wakati huu nadhani mtakuja kukumbuka, kwa sababu wakati mwingine mtakaposema tutamkuta yeyote alimada mwana mafuta ya upako na ana watu wengi, atatuambia aliyotaka kusema mbarikiwa. Inawezekana kwa mtu huyo amtayapata, kwa sababu mimi Mungu ameruhusu nijeruhiwe kwa kila aina, lakini bado chombo imetulia, bado hekima ya Mungu, ufahamu umetulia, bado kwa sehemu kubwa hata wanaonivizia waone kama nakosea, huwa wanaona bado nisemayo kwa namna za sheria hizi kulikuta kosa kwa huyu mtu si rahisi. Kwa sehemu kubwa mifumo ya kishetani huwa inajua tukimuumiza mtu tunamtengenezea, tukimvuruga, nasema pweza ili umkamata, lazima umchokoze, anapojiachilia ndo unapata
mazingira mazuri ya kumkamata. Mtu unamchokoza chokoza, unamuumiza, atakapokuwa amechanganyikiwa atasema ambalo silo. Mimi nimeumizwa staili zote zenye kuumiza mwili, kuumiza ufahamu, kuumiza walio karibu na mimi kwa namna zote. Akili bado mengi ni yasemayo, ni yafanyayo. Sehemu kubwa ya watu wanasema ameongea ipasavyo kuongelewa. Uwezekano wa kuto kuwa na mizunguko hii, tukaitwa watu wa kuheshimiwa, tukawa watu takao kuja kukumbukwa, ipo kwenye kutatua mizozo, mfano au mzozo wa Tundu Lissu, bila kuzalisha maumivu zaidi, uchungu zaidi. Tunaweza tukatatua. Kwenye kitabu hiki nimeandika, tunaweza tukarudi katika wakati ambao kesi iliamuliwa siku moja. Katika maelezo ambayo nataka nikuongezee hapa ni kwamba Mungu amekusudia wakati fulani, na ningetamani uwe wa sasa. Hapana mtu ambaye utaamini sheria, katiba zilizo kwenye makaratasi zina nguvu kuliko sheria, katiba iliyo kwenye moyo wako. Mimi nisemacho, waitwa wanasheria waendelee kufanya hicho kinachoitwa kupambana, lakini ukweli ulivyo ni kwamba tukiamini, nimeisema hii jambo mara kadhaa, tukiamini kufanya tuitacho kupambana kisheria, pana mtu atakuwa anaumia sana, anaumia kiasi cha kufa. Ni vizuri tuamini busara, utu viko juu ya sheria, na Biblia au maandiko, vitabu vya Mungu vina namna bora ya kutatua mizozo. Mfano wa huu wa Tundu Lissu, vina namna bora ya kutatua kuliko ubabe, misuli ya mimi ni nani, mimi ni mwanasheria nguli, mimi ni mwanasheria mtata, mimi ni muamuzi, mimi ni jaji, mimi ni hakimu, mimi ni mwendesha mashtaka, mimi niko sehemu ya serikali, mimi niko kinyume cha serikali, mimi ni mpinzani, tunayo namna bora ambayo tunaweza tusiitane mimi mpinzani. Tunayo namna bora ambayo tunaweza tusiitane mimi ndo nimekalia kiti. Tukaishi kwa namna ambayo karibu kila mmoja akawa sehemu ya kiti unachokuwa umekalia, sehemu ya mamlaka unayokuwa nayo. Yani kila mmoja akajiona ni mtawala kama ulivyo wewe. Ubinadamu wa aina hiyo unaweza ukaingia kwenye jamii hii ya Tanzania. Unaweza ukaingia, tuamini hivyo. Inaweza kaingia ikafika mahala kila mmoja anatamani, asilopenda kutendewa hamtendee mwingine. Alivyo yeye, walivyo watoto wake, ndivyo wawe na watu wengine. Moyo huo unaweza ukaingia. Ndio maana mimi nimesema njoni tuzungumze. Unaweza ukaingia ndani yako wewe. Unaweza, ni ahadi, ni mpango, ni makusudi ya Mungu. Katika kitabu cha Waebrania, sura ya 8, nianzie tu mstari wa 10. Anasema, na hili ndio agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli. Nimekwambia mara kadhaa, nyumba ya Israeli ni nyumba ya mtu anayefanya ipasavyo watu kufanya. Israeli ni uwakilishi wa mwanadamu mmoja aliyeishi kwa namna ambayo wanadamu wote walitakiwa kuishi. Kwa Mungu akatengeneza Israel's nation, kitu cha aina hiyo. Akatengeneza mfumo, falsafa, namna ambayo iwe hivyo, watu waishi kwa namna ya mtu huyu, Israel's nation, kitu cha aina hiyo. Sasa nakusihi sana, na wasihi sana, huu moyo unaotamkwa hapa, tuamini ni moyo unatakiwa uzaliwe ndani yetu, ndani ya nchi ya Tanzania. Huu moyo anaendelea kusema hivi, baada ya siku zile asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana, jua mema ni nini, jua kutenda jema ni nini.
Kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Hapa kuna andiko nasema, tazama nitaziandika sheria zangu katika nia zao. Kuandika sio kitu kitatokea huko kitaanza kuandika. Hapana. Kuna wahubiri mfano wa Mbarikiwa, mfano wa mimi, nitakuwa nikiitisha, njooni tuzungumze, tuone Mungu kuziandika sheria hizi anaziandikaje. Aziandike kwenye mioyo yetu. Tuamini kuishi bila watu kulia, tuamini kuishi bila watu kulalamika, ndiyo namna bora ya kutendea haki maana ya kuishi kwetu, namna bora ya kuitwa viongozi, kuheshimika na kukumbukwa. Kuna jambo ambalo nimekuwa daima nikikumbusha, ya kwamba I have a dream, nayo ndoto ambayo naamini wakati fulani hii ndiyo Tanzania ambayo Mungu atakuja kuiruhusu ionekane. Bahati mbaya tu jambo nayosema ni hili: wito wote unapoendelea, inapoonekana kadi ninavyoita ni kama kuna kinachoweza kubadilika. Nasikitika kusema inawezekana ninyi ambao Mungu angetaka kuwageuza, damu zenu zilikuwa nyekundu kama bendera, zikawa nyeupe kama theluji. Inawezekana kabisa Mungu anaweza kafanya kitu, ninyi mkapotea, ili akainua kizazi kinachoweza kusimamia hali za watu kutokulia, hali za watu kutokuumia. Mimi natamani wewe, hata kama kuna ubaya wowote umeufanya kwa namna yote, natamani Mungu ageuze moyo wako wewe uwe sehemu ya wakati huu aliyotaka utokee duniani. Hebu nisome katika kitabu cha Isaya sura 65, some kuanzia mstari wa 17. Imeandikwa, maana tazama mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni. Mbingu mpya na nchi mpya, ni vema ufahamu kwamba Mungu asingetaka sio ile ambayo tunasema hela, ambako baada ya kufa. Nataka nikusomee baadhi ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba hiyo inaweza kaumbwa hapa hapa. Na mimi ndoto yangu inaniambia nchi ya Tanzania inaweza ikaja kuitafsiri ama ikawa sababu ya Mungu kuishusha mbingu mpya na nchi mpya. Itakuwaje? Itakuwa nani? Nataka ujue sio kule mbinguni, sio kule hela. Ni kitu ambacho kitakuwa hapa, kwa sababu vitu vingi vinavyoendelea duniani ambavyo kule unakoita mbinguni haviko, hivyo vitu vitakuwemo kwenye hiyo mbingu mpya. Uisikilize vizuri, hiyo mbingu mpya itakuwa ya aina gani na nchi mpya itakuwa ya aina gani. Mstari wa 19, sema nami nitafurahia Yerusalemu. Yerusalemu sio ile kule. Yerusalemu ni mji maalum ambao ulitengenezwa, raha zake ziwe ni picha ya raha ya miji mingine yote na nchi yote na dunia yote ilivyotakiwa kuwa. Chana na hilo Yerusalemu, hata kama inakukwaza kwa chuki za kidini ambayo zipo kwa sasa. Tusumie neno hili, nami nitaifurahia Tanzania, nitawaonea shangwe watu wangu, sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake tena, wala sauti ya kuomboleza. Hata kuwepo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Mbinguni hatufi, lakini hapa mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Watakuwepo nao, ila ni nchi mpya na mbingu mpya. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine. Maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu, na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Ikumbuke mbinguni hakutakuwa na kufanya kazi, kuzalisha, kujenga, kulima, kuvuna, vitu ambavyo vimeandikwa hapa na hata kwenye maeneo ambayo sijayasoma. Kwa hiyo I have a dream.
nahisi Mungu alitaka Tanzania, kwa sababu Tanzania pana wahubiri ambao ni vyuma kweli kweli, hujui wengi. Hebu imagine kwa mfano kama wakina mimi, hebu ona nilivyosagika, ona nilivyopigizwa, lakini ona bado sauti yangu ilivyo ama inavyoonyesha bado ina upendo wa Mungu. Nimalize kusoma hiyo Isaya sura ya 1. Nasoma kwa urefu kwa sababu nataka wakati mwingine Biblia ingejeza. Nianzie mstari wa 16, anasema jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele ya macho yangu, acheni kutenda mabaya. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki. Wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zitapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Yeye aliyejaa hukumu ya haki, haki ilikaa ndani yake, bali sasa amekuwa muuaji. Sasa ni mji wa wauaji. Imekuwaje? Isaya na hoji. Ukumbuka kuna jipya chini ya jua. Kila hali inayotokea ndani ya nchi fulani ilishawahi kuwepo, lakini pia walipotokea wabaya sana, waliwahi kuwepo watu wa Mungu ambao waliendelea kukumbusha mfano walivyokumbusha watu wa zamani. Wenda watu wa Mungu waondoke, akina sisi wengi wanasema kwa namna ulivyopigizwa, bila shaka ungekuwa umehama nchi, umepotea. Tuame nchi, tuende wapi? Nchi za wenzetu zilitengenezwa na watu waliokuwa tayari kuteswa kama mimi na kuuawa kama mimi. Baadaye kwa kadri walivyoteswa na kuuawa wengine, ndivyo waliowatesa waliona hakuna faida walioipata, afadhali wageuze tu mioyo, na baadaye nchi za wenzetu zikawa kimbilio la wengi. Kwa acha akina sisi tuonekane tunaharibu amani, tupatwe na tunayopatwa nayo, lakini inawezekana damu zetu zikanyunyizia ukombozi wa kweli wa taifa takatifu la Tanzania, taifa la Mungu. Anaendelea kusema fedha yako imekuwa takataka, divai yako imechanganywa na maji. Wakuu wako ni waasi na rafiki za wevi. Kila mtu hupenda rushwa, hufuata malipo. Hawampatii yatima haki yake, wala maneno ya mjane hawayasikilizi. Kwa hiyo asema Bwana wa majeshi, mwenye enzi ya Israeli, nitapata faraja kwa hao wanipingao, nitatoa kisasi kwa adui zangu, nami nitakuelekezea wewe mkono wangu na kukutakasa takataka zako kabisa, na kukondolea bati lako lote. Nami nitarejeza upya waamuzi wako kama walivyokuwa hapo kwanza, na washauri wako kama hapo mwanzo. Baada ya hayo utaitwa mji wa haki, mji mwaminifu. Takuletea waamuzi mfano wa kina Nyerere, ambao kwa sehemu kubwa wengi tunakubali alikuwa na dhamiri ya dhati juu ya ubinadamu wa binadamu wengine. Topic yangu, clip yangu imekuwa ikizungumzia tumalizaneje na jambo la Tundu Lissu. Tulimalize kwa njia kutokuzalisha maumivu zaidi. 2, tulimalize kwa namna ambayo sio ya mzunguko. Anakosa, limalizo kwa siku moja tu. Mioyo yetu inaijua haki ni nini. Mioyo yetu inaijua haki ni nini. Tunao uwezo wa kumaliza siku moja tu. Siku moja tu. Na ikawa haki tukitaka. Njoni tuzungumze. Kama mnajua haiwezekani, mimi
kwa neno hili. Ndio maana mara kadhaa nasema kama tumeikataa hii Biblia, tusiamini, tusitarajie ya kwamba kuna sheria, kanuni, katiba zitatufanya tuishi salama. Tukikataa vitabu vya Mungu, ushauri wangu mpaka kesho, hii njia inafanya tuwe na kizazi kitakachochukiana sana, kizazi kitakachokuwa na visasi visivyokoma, kizazi kitakachokuwa na maumivu yasiyoneneka. Mahakimu, majaji, makarani, waendesha mashtaka, mawakili wa serikali, mawakili wa kujitegemea, asanteni, ongereni kwa namna zote ambazo zinaitwa kupambana, lakini naomba tusitatue mambo kwa kupambana. Tutatue mambo kwa ubinadamu wetu. Hii njia ambayo watu wanalia, hakuna anayenufaika. Hakuna anayenufaika. Hebu muone mwenzio kama unavyojiona wewe. Hebu amini utakumbukwa. Hakimu, jaji, mkuu wa wilaya, waziri, raisi, mtu yoyote uliye kwenye mamlaka, kwenye chama, naitwa mtu wa CCM, popote ulipo, hautakumbukwa kwa sababu ya misuli ulivyoitunisha watu wakati wanalia. Unaharibu maana wa ubinadamu wako. Unaharibu umaana hata wa kizazi chako cha 3 na cha 4. Kuna wakati hata watoto wako, wazazi wako hawataonekana wa maana kwa sababu ya maamuzi uliowaifanya wewe. Kwa hili Mungu aliwahi kusema, mtoto wa baba hata kula ndimu, watoto wakasikia ganzi, lakini vema ungefahamu haya mambo alimaanisha nini. Na kuna maeneo ambayo makosa ya mzazi au mtoto moja kwa moja yanafanya watu wote wachukie kizazi chote, hasa mlio hai, sababu watasema, kwa nini nyie wazazi hamuambii watoto wenu walio kwenye nafasi waache kujua kuwa kiongozi? Unakuwa kiongozi ikiwa kuna watu wanalia chini, ila wewe inaonekana hakuna wa kukufanya chochote. Unaweza kuwa kiongozi mzuri ukaheshimika sasa, ukakumbukwa milele, kwa sababu unatatua mizozo, unawadhibiti unaojua wataharibu amani ya nchi kwa njia ambayo sio ya kuongeza maadui. Kwa zipo njia unamdhibiti mtu mbaya kwa kumwonyesha upendo mkubwa wakati yeye alikuona ni adui. Uwezekano huo upo, njia hiyo ipo. Njoni tuzungumze. Hata hivyo, haya ni maneno tu. Nijuacho ndiyo awazayo Mungu, ndivyo aonavyo Mungu. La sivyo, mapenzi ya Mungu na yatendeke. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka kumhifadhi sifa, na ni ile sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa, ama afae katika Bwana tangu sasa, apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwamuzi wa mwisho, mhukumu wa haki, yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.